Mpe Bwana makofi mengi, mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Tunakiri wewe ni Mungu, wewe ni Bwana mtakatifu mwenye uweza. Mamlaka ni yako, enzi ni yako, ukuu ni wako, utukufu ni wako na heshima ni yako. Asante kwa siku yetu ya pili ya mfungo wa Ezra na siku ya pili pia katika ili wingu la Pentekoste. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuadhimisha katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe nasi tena, endelee kutufunulia katika habari zako mwenyewe, katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Mpe tena Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Basi unaweza ukaketi wewe uliyeko mahali hapa, na wewe unayetufuatilia toka popote pale ulipo duniani huko, unatufuatilia ukiwa nyumbani kwako, kazini kwako, kwenye eneo lako la biashara, uko njiani, uko ndani ya gari yako, uko kwa mguu, lakini umejiunganisha nasi kwa njia ya mtandao au njia nyingine yoyote ambayo unashiriki nasi maombi haya na mfungo huu. Ninakukaribisha tena, twende pamoja katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Katika jina la Yesu Kristo sema amen. Punga mkono wako kwa Yesu, punga mkono wako kwa Roho Mtakatifu. Sema nakupenda Roho Mtakatifu, nakupenda Roho Mtakatifu. Amen, amen. Sasa jana tulianza kujifunza kuhusu, tuliendelea kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu tukitumia alama au namna mbalimbali ambazo Roho Mtakatifu ametumika kuonyeshwa kwenye Biblia. Kupitia namna hizi au alama hizi au ishara hizi, tunaweza tukapata taarifa nyingi kuhusu Roho Mtakatifu, na hivyo kuwezesha ufahamu wetu juu yake. Tunaweza kupitia alama hizi tukajua tabia, tukajua kazi, tukajua attributes and function, tukajua tabia na tukajua na kazi mbalimbali za Roho Mtakatifu, na vile ambavyo tunaweza tukahusanisha naye, vile anavyoweza kuwa kwenye maisha yetu na kufanya zile kazi. Na siku ya jana tuliona alama ya njiwa, tukaona na alama ya mafuta. Leo tutaangalia alama ya moto. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Moto umetumika sana kwenye Biblia kumwakilisha Roho Mtakatifu, kumwakilisha Mungu na hivyo kumwakilisha Roho Mtakatifu. Na moto huu, neno moto limetumika sana kwenye Biblia, na unaweza ukaliona kwa zaidi ya mara 500 limeandikwa kwenye Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Neno moto linaonekana mara nyingi kiasi hicho, zaidi ya mara 500. Na hii inaonyesha pia kwamba umuhimu wa hiyo neno au umuhimu wa hicho kitu moto kwenye maisha yetu ya kawaida. Historia ya binadamu inaonyesha kwamba uwezo wa binadamu kujitengenezea moto ulioleta mapinduzi makubwa katika maisha ya kawaida ya mwanadamu. Umeleta mapinduzi makubwa kwenye maisha binafsi, maisha ya familia, maisha ya nyumbani, lakini pia ugunduzi wa moto au uwezo wa mwanadamu kujitengenezea moto umewezesha maendeleo makubwa pia, na hata ya kisayansi na kiteknolojia. Maendeleo makubwa ya kiufundi yamekuja kutokana na uwezo wa binadamu kutumia moto au kutengeneza moto. Na moto sasa kama nishati, moto umekuwa na matumizi makubwa, na hasa katika nyakati zetu hizi moto una matumizi makubwa sana. Unaweza ukafikiri moto nyumbani kwako, kama hakuna moto nyumbani kwako maisha yanakuwaje? Kama hakuna moto nyumbani kwako maisha yanakuwaje? Unaposema moto nyumbani, moja kwa moja unaenda jikoni na unaangalia kazi za moto kule jikoni. Lakini pia moto ni nishati ambayo pia
ina matumizi mengine mengi. Kwa hiyo moto kwa kweli umeleta mambo mengi. Sasa Biblia lile neno limetumika mara nyingi sana kwenye Biblia, na hivyo kuonyesha application nyingi sana za moto kwa mujibu wa Biblia. Lakini mimi nitakupitisha kwenye hizi chache ambazo nimezichukua kwenye Biblia zitusaidia, ambazo zitatusaidia kuzidi kumjua, kuzidi kumtambua huyu Roho Mtakatifu. Na kumbuka kwenye Ezra hii tunaye maombi yetu, mfungo wetu huu wa Ezra na wingu hili la Pentekoste, tunaomba kujazwa Roho Mtakatifu. Tunaomba kujazwa, na tukaona katika kujazwa kuna mambo mengi na kuna vipengele vingi vinaweza. Hii ndio inayompa nafasi Roho Mtakatifu kuweza kufanya kazi, kumanuva, kutenga kazi tofauti tofauti kwenye maisha yetu. Kadiri anavyojaa ndani yetu, ndivyo anavyoweza akatuongoza, ndivyo anavyoweza akaponya, ndivyo anaweza akaokoa, ndivyo anaweza akafanikisha kazi mbalimbali za Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kiBiblia moto umetumika kwa kuonyesha au kwa matumizi mbalimbali, na vile matumizi yameonekana ya moto inaweza ikatusaidia vile kujua vile Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Namna ya kwanza ambayo nataka tuione pamoja, moto umetumika kwenye Biblia kuonyesha kwamba Mungu, kuonyesha ulinzi wa Mungu, kuonyesha ulinzi wa Mungu. Kitabu kile cha Zekaria sura ya pili. Labda kabla sijaenda hapo ni kusomee. Nimesema kwamba tunajifunza hizi moto kwa sababu tumeona Roho Mtakatifu moja ya alama muhimu, na kwa kweli ukiona kwenye Biblia unaona pengine imetumika zaidi kuliko alama zingine zote. Alama hii ya moto imetumika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ni moja ya zile alama kuu za Roho Mtakatifu. Na nianze kwa kusomea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya pili. Kabla sijaingia sijakuletea Zekaria, nikuletee Matendo ya Mitume sura ya pili, mstari ule wa 3 na mstari wa 4. Mstari wa 3 na wa 4. Haleluya. Mstari wa 3 na wa 4. Biblia inasema kwamba kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kwa hiyo anasema kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Kwa hiyo waliona moto ukiingia kwenye kile chumba cha juu walichokuwepo wanafunzi wa Yesu, wakaona ule moto ukiingia kule ndani kama ndimi. Sasa ukaja na ukawakalia ule moto. Ule moto ulivyowakalia ndivyo Roho Mtakatifu alivyokuwa anawakalia, na Biblia inasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo zile ndimi za moto, hizo ndimi za moto, huo moto ukatumika kuonyesha ujio wa Roho Mtakatifu na vile alivyoweza kuwajaza. Sasa huu moto ukiangalia kitabu cha Zekaria, nimesema kwanza umetumika umetumika kiBiblia kuonyesha ulinzi. Kitabu cha Zekaria sura ya pili mstari ule wa 5. Naanza kusoma ule mstari wa 4. Naye akawaambia piga mbio, kamwambie kijana huyu na kunena, Yerusalemu utakaliwa na watu kama vijiji visivyokuwa na kuta, kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo. Kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo ndani yake. Mstari wa 5. Asa kwa maana mimi, asema Bwana,
nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Anasema Yerusalemu ambao ulikuwa katika hali ya uharibifu, anasema atauzunguka kwa ukuta, atakuwa ndiye ukuta wa moto kuuzunguka. Yaani Mungu atajifanya ukuta wa moto kuuzunguka Yerusalemu, na kwa sababu hiyo atakuwa ameweka ulinzi ambao utahakikisha ya kwamba huko ndani kuna kuwepo na watu wengi na mifugo mingi. Kwa hiyo ule moto hapa anautumia kwamba atatumia moto kwa ajili ya kuwalinda watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Mimi Bwana nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka Yerusalemu. Na hivyo inarudisha sasa ile ya 4 kwamba vijiji vyake visivyo na kuta. Hautaona kuta za kawaida hizi za kibinadamu, lakini kutakuwepo na ukuta ambao mimi mwenyewe nitakuwa huo ukuta wa moto kuwazunguka, na hivyo nitahakikisha usalama wao, watakaa salama, na hivyo watakuwa wengi, watu watakuwa wengi, mifugo itakuwa mingi, kwa sababu mimi mwenyewe nitawalinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja kwetu kama moto, alama ya moto inapotumika kumwakilisha Roho Mtakatifu, inatupa habari ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ana kazi pia ya kutulinda, ana kazi ya kutuzingira, ana kazi ya kuhakikisha kwamba tunaongezeka, ana kazi ya kuhakikisha kwamba tunakuwa, kuhakikisha wingi wetu. Kwa sababu ya ulinzi na usalama wake atahakikisha wingi wetu. Anapokulinda wewe, anapokulinda na familia yako, anapokulinda katika kazi, katika biashara yako, atahakikisha ulinzi wako, atahakikisha usalama wako. Na hivyo swala la kuongezeka kutakuwepo, kwa sababu wale wanaoharibu, wale wanaoua, wale wanaochinja, ambao ndo maadui wakubwa wa kuongezeka, maadui wakubwa wa wingi wako, watashughulikiwa na huyu Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwetu, anapokuja, tunaona akija kwa hawa mitume na hawa wanafunzi, anajionyesha kama moto. Kwa hiyo moja ya jukumu ambalo atakuwa nalo kwetu kama wanafunzi ni jukumu la ulinzi. Yeye mwenyewe atakuzingira wewe ambaye ni mwanafunzi wa Yesu, na wewe ambaye umejazwa Roho Mtakatifu. Umejazwa Roho Mtakatifu maana umejazwa Mungu ndani yako. Huyu Mungu Roho Mtakatifu atakuwa ni ukuta wa moto kukulinda, na hilo likawe hivyo na kuzidi kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema ameni kubwa. Sema ameni yenye afya. Kwa ajili ya ulinzi wa Mungu sema amen. Kwa ajili ya ukuta wa moto kukuzunguka sema amen. Ukuta wa moto, Bwana atakuwa ni ukuta wa moto kwenye nafsi yako sema amen. Ukuta wa moto kwenye roho yako sema amen. Ukuta wa moto kwenye mwili wako sema amen. Bwana atakuwa ni ukuta wa moto kwenye familia yako na nyumba yako katika jina la Yesu Kristo sema amen. Bwana atakuwa ni ukuta wa moto kwenye kazi yako na biashara yako, na fedha zako na vyanzo vyako vya mapato vitalindwa kwa ukuta wa moto ambaye ni Bwana mwenyewe sema amen. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Anapokuwa ukuta wa moto, wale wenye kuiba, wale wenye kuharibu, wale wenye kuua hawatapata nafasi ya kufikia katika jina la Yesu Kristo. Unapojazwa Roho Mtakatifu ni ulinzi kwako sema amen. Ni ulinzi kwa nyumba yako sema amen. Nisikie ameni kubwa. Ni ulinzi kwa ndoa yako sema amen. Ni ulinzi kwa afya yako sema amen. Ni ulinzi kwa taaluma yako na ujuzi wako sema amen. Kwa anasema nami nitakuwa huo ukuta wa moto, huo ukuta wa moto. Na kwa sababu hiyo hakutahitajika, kwa sababu hiyo utaweza ukawaona kama hawana ulinzi, lakini wanalindwa.
na hivyo wingi utakuwa ni fungu lao. Haleluya, haleluya. Kuanzia sasa utajazwa Roho Mtakatifu na atakuwa ni ukuta wa moto, na wingi utakuwa ni fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Wingi wa baraka za Mungu utakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka, Roho Mtakatifu anapokuja anaweka ulinzi, anaweka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ni ufalme unaokulinda. Utahakisha ufalme wa giza hauwezi kukuharibu siku zote katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen, amen. Kwa hiyo moto kibibilia umetumika kuonyesha ulinzi. Mungu ameutumia moto kuonyesha ulinzi, na hivyo anavyoutumia moto kumwakilisha Roho Mtakatifu ni kukwambia kwamba huyu Roho Mtakatifu ni mlinzi wako. Sema amen. Unapojazwa Roho Mtakatifu umejazwa ulinzi wa Mungu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Utalindwa kile utokapo na uingiapo katika jina la Yesu Kristo. Utalindwa kwa moto kile utokapo na uingiapo katika jina la Yesu Kristo. Moto utakuzunguka usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo. Angalia, anatuambia ya kwamba kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24. Basi Biblia inasema, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Anasema kwamba akaweka basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa hiyo akamweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upanga huu wa moto uliwekwa, Mungu aliweka kulinda ile njia ili kuilinda. Kwa hiyo upanga wa moto ukawekwa mahali pale kuhakikisha kwamba kuna ulinzi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako atafanya kazi kama upanga wa moto kukulinda. Haleluya. Nasema atafanya kazi kama upanga wa moto kulinda njia zinazoingia na kutoka kwako. Haleluya. Kulinda njia zako za kiroho, njia zako za kazi, njia zako za kibiashara, njia zako za huduma, njia zako za utumishi, njia zako kwenye ulimwengu wa roho. Njia zako zitawekewa ulinzi wa upanga wa moto ili kuhakikisha kwamba adui asija akapita akaiba, asija akapita akachinja, asija akapita akaharibu. Kwa hiyo anaweka upanga wa moto, anaweka upanga wa moto. Haleluya. Unapompokea Roho Mtakatifu umepokea upanga wa moto kwenye maisha yako. Haleluya. Atafanya kazi ya kukulinda kama upanga. Tena sehemu nyingine nasema ni upanga ambao una makali, unageuka huku na huku, makali upande zote, ukatao kuwi, utakata huku na huku. Haleluya. Anasema kwamba neno langu ni roho. Neno la Mungu ni roho. My word is spirit. Kwa hiyo Roho Mtakatifu unapokuwa naye ni upanga, anafanya kazi ya kukulinda na atakulinda kama upanga. Sehemu moja hapo tumeona ile mara ya kwanza, atakulinda kama ukuta, atakuzunguka. Hapa anaonyesha kwamba atakulinda kama upanga. Kwa hiyo kwa njia ya moto Mungu atakulinda kwa namna mbalimbali, kwa mitindo mbalimbali, kwa wakati tofauti tofauti, akitumia Roho wake Mtakatifu. Sema asante Roho Mtakatifu. Sema asante Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunataka kujazwa, na Biblia inasema wanafunzi walijazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini walijazwa Roho Mtakatifu? Wanafunzi walijazwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuwalinda dhidi ya maadui katika ulimwengu wa roho, na anawalinda. Moja ya mfumo anaotumia kulinda huyu Roho Mtakatifu, anakuwa ni moto ambao utawateketeza maadui zako. Atakuwa ni ukuta wa moto, atakuwa ni upanga wa moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa ni chochote kile. Kama anatakiwa awe viatu, anaweza pia akawa viatu vya moto. Haleluya. Kwa hiyo anaweza akawa chochote kile kukulinda, kuhakikisha kwamba
adui hakupati. Naomba Mungu unapoondoka leo ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu, upanga wa moto ukutangulie pande zote kwenye njia zako. Haleluya. Pawepo na upanga wa moto kwenye njia za maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Upanga wa Roho Mtakatifu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye nyumba yako, kazini kwako, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, kwa watoto wako, kwenye masomo, kila mahali utokapo na uingiapo, kwenye njia zako zote, Roho Mtakatifu akulinde kwa upanga na kwa ukuta wa moto katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo hii inatuonyesha moto ni silaha. Moto ni silaha. Moto ni silaha. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe huyu Roho Mtakatifu atakuwa ni silaha ya kukulinda, lakini pia ni silaha ya kushambulia. Hapa ameonyesha kama silaha ya kukulinda, ile defensive weapon, but also can be offensive weapon. Inaweza ikawa pia ni silaha ya kupiga adui pale unapopeleka moto kwa maadui. Kwa hiyo Roho Mtakatifu unaweza ukamwomba ashuke kwa maadui kama moto unaoteketeza na akawateketeza. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni moto wa kukulinda na ni moto wa katika ulinzi wake. Anaweza ikawa ni kujihami, offensive na defensive. Kujihami maana yake defensive, lakini pia offensive kwa maana ya kushambulia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu yuko ndani yako, lakini pia akiwa ndani yako ni silaha ya hatari dhidi ya maadui zako. Ulindwe kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Nasema moto wa Roho Mtakatifu utakulinda nyakati zote katika jina la Yesu Kristo. Pande zote moto wa Roho Mtakatifu kulinde kila utokapo na uingiapo kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ndio maana ni vizuri katika maombi yako kama unamuomba Mungu, unajizungushia uzio, ukuta wa moto. Unamwambia Mungu, nifanyie ukuta wa moto. Roho Mtakatifu uwe ndo ukuta wa moto kunizunguka, ukuta wa moto kuzunguka watu wangu, ukuta wa moto kuzunguka familia yangu, ukuta wa moto kuzunguka ndoa yangu, ukuta wa moto kuzunguka kila kitu. Unazungushia ukuta wa moto, na wakati mwingine unamtumia kama upanga wa moto. Haleluya, 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 haleluya. Mungu akulinde kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu utengeneze ukuta wa kukulinda nyakati zote katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu utengeneze upanga wa kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu utengeneze upanga wa kukutetea usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Mshangilie Roho Mtakatifu, mshangilie Roho Mtakatifu, mshangilie Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unahitaji uelewa wa aina hiyo ili kumuona Roho Mtakatifu akifanya kazi kwenye maisha yako. Lakini pia Roho Mtakatifu moto umetumika kuonyesha uwepo wa Mungu, kuonyesha uwepo wa Mungu. Hapo nimesema ulinzi wa Mungu, lakini pia uwepo wa Mungu. Angalia kitabu cha Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 mstari wa 29. Waebrania 12 mstari wa 29. Biblia inasema, maana Mungu wetu ni moto ulao. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Hebu sema Mungu wetu ni moto ulao. Sema tena, Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo hapo Biblia imemfananisha Mungu na moto, a consuming fire. Moto ambao unakula, moto ambao unakula vitu vile ambavyo unataka kuvishughulikia. Kama ni dhambi, moto unapita unakula hiyo dhambi. Kama ni pepo, moto unakuja unakula huyo pepo. Kwa hiyo moto umetumika pia kuonyesha au kuashiria kwamba Mungu yupo hapa. Mungu yupo hapa. Kwa hiyo ile ishara ya Mungu kama Mungu. Kwa hiyo ile Roho Mtakatifu kuonyeshwa kwa alama ya moto ni kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu.
lakini pia inaonyesha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu ni moto ulao. Sema, Roho Mtakatifu ni moto ulao. Kwa kuwa Mungu ni moto ulao, Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni moto ulao. Unaweza ukala vile ambavyo havitakiwi kuwepo, vinakuwa consumed. Kama ni tamaa mbaya, Roho Mtakatifu akija anaondoa tamaa mbaya. Kama ni kiu mbaya, Roho Mtakatifu akija anaondoa ile kiu mbaya ndani yako. Roho Mtakatifu akija, kama ni mawazo mabaya, Roho Mtakatifu, unapojazwa Roho Mtakatifu kama moto ulao, unakula yale mawazo mabaya, unakula vile vitu vibaya, ule uovu unakula. Kama ni magonjwa, kwa hiyo Roho Mtakatifu kama moto anayo kazi ya kula vile ambavyo adui ameweka kwenye maisha yako, ili kukufanya uweze kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema, Roho Mtakatifu ni moto ulao. Sema tena, Roho Mtakatifu ni moto ulao. Kwa hiyo kama moto ulao, unaweza ukaomba huyu moto ulao ule vitu vile ambavyo unaona havitakiwi, viko kinyume na Mungu kwenye maisha yako, zile tabia zilizo kinyume na Mungu. Unaweza ukamuita Mungu kama moto ulao, yani Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako kama moto ulao. Unamwambia Roho Mtakatifu uko ndani yako, au Roho Mtakatifu yuko juu yako, unamwambia kula tabia zote zisizofaa, kula mikosi yote, kula laana zote, kula mateso yote, kula. Roho Mtakatifu consume, kula kila kitu kisichofaa kilicho ndani yangu na kilicho juu yangu. Na Mungu afanye hivyo leo katika jina la Yesu Kristo. Ukajazwe Roho Mtakatifu, na kama moto ulao, huyo Roho akale kila uharibifu unaoendelea kwenye nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Akale uharibifu wote unaoendelea kwenye kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Akale uharibifu unaoendelea kwenye ndoa yako katika jina la Yesu Kristo. Akale uharibifu unaoendelea kwenye huduma yako na karama yako katika jina la Yesu Kristo. Huyu Roho Mtakatifu kama moto ulao, akale uharibifu wote unaoendelea kwenye kanisa katika jina la Yesu Kristo. Akale uharibifu wote ulioko ndani ya kanisa na nje ya kanisa katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Kama moto ulao, Roho Mtakatifu leo na kuendelea kwenye maisha yako sawa sawa na hamu yako na kiu yako, atakula yale yote ambayo ni kazi ya ibilisi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kazi za ibilisi zitaliwa kwa moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Kazi za ibilisi kwa nyumba yako zitaliwa kwa moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Utajazwa Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu kama moto ulao atakula uharibifu, atakula umaskini, atakula ujinga, atakula uvivu, atakula uzembe, atakula magonjwa kwenye nyumba yako, kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, kwenye roho yako katika jina la Yesu Kristo. 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 Piga kelele moto ulao. Piga kelele moto ulao. Piga kelele moto ulao. Piga kelele moto ulao. Roho Mtakatifu ni moto ulao, na ukiamini hata sasa anaanza kula vile vitu vibaya, vile vitu viovu, vile vitu visivyofaa, vile vitu ambavyo ni mapando ya ibilisi kwenye maisha yako. Unamwambia Roho Mtakatifu kama moto ulao, kula kila pando lisilokuwa la Baba kwenye mwili wangu, kwenye nafsi yangu, kwenye akili zangu, kwenye ufahamu wangu, kwenye hisia zangu. Roho Mtakatifu kula vyote hivyo, nibaki huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana makofi mengi kwa huu moto ulao. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kwenye biashara yako kuna chuma ulete, achilia Roho Mtakatifu moto ulao, ukatafune machuma ulete yote katika jina la Yesu Kristo. Chuma ulete yote kwenye biashara yako wakaliwe na moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Tunamsihi Roho Mtakatifu aende kwenye duka lako, aende kwenye biashara yako, aende kwenye ofisi yako, na kama yuko chuma ulete akatafuna kwa huu moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele amen. Piga kelele amen.
Huyu Roho Mtakatifu tunajazwa. Unapojazwa ni Mungu anakuambia huyu Roho Mtakatifu ni moto, na ni moto unaokula, ni moto unaolamba kwa ajili ya kukulinda, kwa ajili ya kukupigania, kwa ajili ya kukutetea. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kama moto ulao, unamwambia Roho, pigana nao wanaopigana nami. Haleluya. Unaachilia moto dhidi ya wale wanaopigana nawe. Sema amen. Unaachilia moto dhidi ya roho za mizimu inayopigana nawe. Sema amen. Unaachilia moto dhidi ya roho zote za uchawi zinazopigana nawe. Sema amen. Unaachilia moto dhidi ya roho za uganga katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pigie Bwana makofi mengi na vigelegele. Kwa hiyo kama moto ulao ni kwa ajili yako, mwambie jirani yako ni kwa ajili yako. Mwambie ni kwa ajili yako. Mwambie tena ni kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Ukiacha waendelee kuishi, ni kwa ajili yako mwenyewe. Haleluya. Hao mapepo, hao majini, hao mizimu, huo uchafu na uleta, hayo mateso, yape moto ulao. Haleluya, haleluya, haleluya. Pigie Bwana makofi mengi na vigelegele. Na mimi naomba Mungu aponye wagonjwa kwa moto huu wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya wagonjwa. Kwa ajili ya wagonjwa, naomba Roho Mtakatifu kama moto ulao, teremka ndani ya mtu huyu, teremka juu ya mtu huyu, teremka kuanzia utosini mpaka kwenye nyayo za miguu yako, katika jina la Yesu Kristo. Shida yoyote iliyoko huko ndani, iko kansa, huu moto wa Roho Mtakatifu ukatafune hiyo kansa. Ni high blood pressure, ni low blood pressure, huu moto wa Roho Mtakatifu ukatafune chanzo cha hiyo shida, ukatafune, ukale, ukamalize katika jina la Yesu Kristo. Maambukizi yoyote katika ulimwengu wa roho, maambukizi yoyote katika ulimwengu wa mwili, maambukizi ya uharibifu, maambukizi ya magonjwa ya kiroho, maambukizi ya magonjwa ya akili, maambukizi ya magonjwa ya nafsi, maambukizi ya magonjwa ya kimwili yaliyoko ndani yako, Roho Mtakatifu aliye moto ulao sasa ukashuke ndani yako na kula hayo maambukizi yote, kula hayo maambukizi yote ya magonjwa ya kiroho. Magonjwa ya kiroho, magonjwa ya kiroho yanapelekea kwenye dhambi. Kama una ugonjwa wa uzinzi, utaona unazini. Kama una ugonjwa wa uongo, utaona unasema uongo. Ujue unavimelea, una maambukizi ya uongo katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu kama moto ulao ukatafune, ukatafune vimelea vyote vya magonjwa kwenye nafsi yako, kwenye akili zako, kwenye ufahamu wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kama moto ulao, kama moto as a consuming fire, kama moto ulao upite kwenye nafsi yako, upite kwenye roho yako, upite kwenye mwili wako, upite kila mahali palipo na ugonjwa, na Roho Mtakatifu leo akamalize huo ugonjwa, akamalize huo ugonjwa, akamalize huo ugonjwa wa akili, akamalize huo ugonjwa wa akili. Kama kuna shida ya kupoteza memory, unapoteza kumbukumbu, unapoteza kumbukumbu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Una maumivu ya kichwa yasiyoisha, maumivu ya tumbo yasiyoisha, maumivu ya miguu yasiyoisha, maumivu ya mikono yasiyoisha, hayo yote Bwana ayamalize sasa katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu ambaye anatuponya. Haleluya, haleluya. Anakuponya magonjwa yako yote kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Nasema anakuponya magonjwa yako yote kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Kwa hiyo alama ya moto inatumika kumwakilisha Roho Mtakatifu na inatupa taarifa nyingi kuhusu huyu Roho Mtakatifu. Inatupa tabia za huyu Roho Mtakatifu. Kupitia huo moto tunaweza tukajifunza habari nyingi za Roho Mtakatifu.
Mtakatifu, kazi zake, tunaweza tukajifunza tukajua yale ambayo yuko tayari kuyafanya kwenye maisha yetu, yale ambayo yuko tayari kuyafanya kwenye kila eneo la maisha yetu. Kwa hiyo moto ni moja ya alama kubwa, na sisi tunasema huo moto ukalambe kazi zote za yule mwovu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Lakini kitu kingine cha tatu ambacho nasema kupitia moto umetumika kibibilia kwa namna ambayo inaweza kutusaidia kujua kazi za Roho Mtakatifu. Namna ya tatu, moto umetumika kama njia ya usafishaji na utakaso. Usafishaji na utakaso. Jana tuliliongea sana kwa upande wa njiwa, lakini leo pia bado hiyo kazi inaficha, inaonekana tena. Zekaria sura ya 13 mstari ule wa 9 kuonyesha jambo pale. Kitabu cha Zekaria, kitabu cha Zekaria sura ya 13 mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema, nami nitaleta fungu lile la tatu, na kulipitisha kati ya moto, nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliitia jina langu, nami nitawaitikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, nao watasema, Bwana ndiye Mungu wetu. Sasa anasema atawasafisha kwa moto kama fedha inavyosafishwa, na kama dhahabu pia inavyosafishwa. Moto unatumika sana kwenye process ya purification. Kwa mfano ni masuala tu ya kawaida, katika matumizi ya kawaida. Unapochimba dhahabu huwa haipo kwamba utaikuta iko dhahabu piwa kama dhahabu, yani 100% kwamba unakutana ile ni donge dhahabu. Utakuta ni dhahabu iko imechanganyikana kwenye udongo huko na vitu vingine. Kwa hiyo ile process ya kuitoa dhahabu mpaka ujue ipate kama ni dhahabu, ina process kadha wa kadha zinazopitia, ambazo kuna sehemu unapitia maji, kuna sehemu unaweza kutumia mercury, kuna sehemu unaweza kutumia method ya carbon, unaweza kutumia zote zina cyanide, zinaweza kufanya extraction. Lakini unapofika mahali unataka the purest form of gold, unataka dhahabu iliyo safi zaidi, hii inapelekwa kwenye moto. Kwa hiyo ile material ambayo unaweza ukaiona ukasema hii ni dhahabu, lakini kiwango cha kiwango kwamba hii ni dhahabu ambayo haijachanganyika na meto zingine na madini mengine, kwamba ni dhahabu peke yake, kitu ambacho kinatumika ni moto. Moto unatumika sana. Unachukua ile lilo naweza likawa ni bonge, ukalichukua linawekwa kwenye moto. Sasa ule moto unakuwa, wanajua kwamba dhahabu ina boil, ina melt, dhahabu inayeyuka kwenye degrees fulani za centigrade. Kwa hiyo wanaseti ili hiyo sehemu inawekwa kwenye temperature kubwa kiasi hicho, kiasi ambacho ile dhahabu inapofika kwenye hiyo pointi, utaona ile dhahabu inafanya nini? Inayeyuka. Na ile dhahabu inapokuwa inayeyuka, inatengana na vile vitu vingine vilivyoko ndani yake ambavyo sio dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano kama dhahabu, hiyo ni mfano tunakupa. Kama dhahabu inayeyuka kwenye degrees 900, ukiweka hilo bonge unaloita dhahabu, kama kuna vitu vinayeyuka kwenye degree 100 vikifika, utaona vile vitu vinayeyuka vinatoka. Ukifika 200 kuna vitu vinatoka, vinaiacha dhahabu bado. Ikifika 500 degrees of centigrade, vile vitu vitayeyuka vitatoka. Ikifika 600 hivyo, mpaka inapofika 900, unajua hapa 900 ninachokitegemea ni nini? Ni dhahabu. Kwa hiyo utaanza kuicorrect kama dhahabu, na uta maintain ile temperature. Kama ni 900 au ni 100, una maintain the same degrees, isipande
uweze target specific dhahabu, unaikusanya mpaka unaitoa hapo. Kwa hiyo hicho ambacho utakuwa umekipata hapo sasa ni nini? Ni dhahabu. Kazi ya moto. Haleluya. Kazi ya moto. Kwa hiyo moto unatumika kutenganisha. Moto unatumika in the process, katika ile hali ya kutaka kitu kilichopiwa, katika ile hali ya kusafisha. Lakini pia moto unatumika kuseparate, is a separator, is a reagent of separation. Kwa hiyo moto unatumika kama njia ya kusafisha na kama njia ya kutakasa, lakini pia inatumika kama njia ya kutenganisha. Kwa hiyo unapojazwa na Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako umejaa, kazi anayoifanya, moja ya kazi au kazi mojawapo anayoifanya ndani yako ni ya kukusafisha, ni ya kukutakasa, ni ya kukutenganisha na uchafu, kukutenganisha vile ambavyo si utakatifu, vile ambavyo si Mungu, vile ambavyo havitokani na Mungu, vile ambavyo si vya Bwana. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, unapojazwa Roho Mtakatifu, anakuweka kwenye temperature fulani kwenye ulimwengu wa roho, ambayo ile temperature, kama kuna dhambi ya uzinzi, itaanguka. Utashangaa yule aliyekuwa mzinzi ambaye hawezi kuacha uzinzi, ghafla uzinzi umetoka. Kwa nini? Kwa sababu ile temperature imeondoa nini? Uzinzi. Kama ni uongo, na huyu mtu alikuwa ni uongo ambaye hata yani muongo ambaye ameshajikina yeye mwenyewe hataki, lakini hawezi kuacha. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, atakuseti kwenye joto, kwenye moto fulani ambao pepo la uongo haliwezi kuhimili, litadondoka lenyewe, litakuachia. Kama ni uko ndani ni una uchafu aina yoyote, dhambi aina yoyote unaweza ukaitaja. Unapokubali Roho Mtakatifu ajae ndani yako na ukakaa tayari kwamba aweze kukutenganisha na hivyo vitu, ana set temperature ambayo ndani yako unaweza ukasikia maumivu, ndani yako unaweza ukasikia uchungu, ndani yako unaweza ukasikia kuumia, kwa sababu unatenganishwa na vitu, unatenganishwa na watu, unatenganishwa na tabia, unatenganishwa na mazoea, unatenganishwa na kawaida za dunia hii, unatenganishwa na mitindo ya dunia hii, unatenganishwa na maono ya dunia hii, unatenganishwa na furaha ya dunia hii, unatenganishwa na amani ya dunia hii, unatenganishwa na zile kawaida za dunia hii, unatenganishwa na standards za dunia hii, unatenganishwa na demand za dunia hii. Kwa nini? Roho Mtakatifu yuko ndani yako, na kama moto anakutakasa, anakutenganisha, amekuweka kwenye joto fulani ambalo hapo kwenye hilo joto kuna vitu haviwezi kuendelea kukaa na wewe. Kuna watu ambao hawezi kuendelea kukufuata, kuna watu ambao watakuacha, kuna watu ambao utawapigia simu hawatapokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna temperature, kuna joto ambalo, kuna moto ambao Roho Mtakatifu amekuweka ndani yao, ambao wao hawaqualify, hawawezi kuumudu, watakuacha. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo unapojazwa Roho Mtakatifu, utegemee mabadiliko ya aina hiyo katika mchakato wake wa kukutakasa, katika mchakato wake wa kukusafisha. Anakutenga, anakutenganisha. Utashangaa baadhi ya vitu vinaondoka, baadhi ya vitu vinaondoka. Ulikuwa hauwezi kuacha kuangalia tamthilia fulani, sasa unashangaa kiu ile haiko ndani yako. Ulikuwa hauwezi kuacha kuangalia picha za ngono, lakini sasa Roho Mtakatifu ameingia ndani yako, ameweka moto wa kutosha ambao lile pepo la kuangalia picha za ngono haliwezi tena kuhimili, linaungua, linakuacha. Haleluya. Ulikuwa hauwezi kuacha ulevi, huwezi kuacha ulevi. Umempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, lakini ulevi na unywaji wa pombe bado viko na wewe, vimekung'ang'ania. Mwambie Roho Mtakatifu, tamani akujaze. Na mwambie Roho Mtakatifu, huu ulevi na hili pepo la ulevi, pepo la unywaji huu wa pombe, uliondoe ndani yangu, liungue. Wewe ndio unayechagua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukiamua ukakubali, anakuingiza kwenye hiyo furnace, kuingiza kwenye hilo tanuru, kuingiza kwenye tanuru ambalo nasema hapa tunaweka temperature fulani. Na ndio maana utakaso ni process. Hapa hii degree 100 hizi
tabia fulani ya mapepo yanashughulika na tabia fulani. Maana shangaa umeokoka lakini kuna vitu bado vimekung'ang'ania na wewe mwenyewe unavijua haviko sawa. Lakini kwa huyu Roho Mtakatifu anapokuja kama moto ndani yako, anapokuwa anafanya kazi yake ile ya utakaso, anachoma hivyo vitu vinakuachia. Ndivyo itakavyokuwa kwa mtu mahali hapa. Haleluya. Itakuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Nikusomee Mithali sura ya 17 mstari wa 3, kitabu cha Mithali. Mithali sura ya 17. Kumbuka tunajifunza, tunamwomba Mungu kujazwa Roho Mtakatifu. Kiu yetu na hamu yetu kama kanisa. Lakini tunaangalia alama za Roho Mtakatifu ambazo Biblia imezitumia kumuonyesha Roho Mtakatifu Mungu. Na kwa kutumia hizo alama za Mungu Roho Mtakatifu inatupa taarifa kuhusu Mungu Roho Mtakatifu, tabia zake, kazi zake. Inatupa kujua kile ambacho anaweza kukifanya na vile anavyoweza kutusaidia. Kwa hiyo tunapata wileni a lot kupitia alama zile za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo angalia Mithali sura ile ya 17 mstari wa 3. Mithali 17 mstari. Sasa karibuni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, bali Bwana hujaribu mioyo. Bwana hujaribu mioyo. Anaongelea fedha, anaongelea dhahabu. Anasema hivi vyote vinawekwa kwenye process hii. Karibuni kwa fedha ni process ya purify, ni namna ya kutakasa, kutenganisha madini ya fedha. Tunaposema fedha hapa hatumaanishi noti za shilingi 20 hizi. Hapa tuna maana ya silver. Sawa watu wa Mungu, anaposikia fedha hapa ana maana ya silver, zile coin ambazo zimetengenezwa kwa madini ya fedha, madini ya fedha au silver. Kwa hiyo hapa anaonyesha hii silver, yaani madini ya fedha. Madini ya fedha hapa yanatakaswa, yanasafishwa, yanatenganishwa na madini mengine kwa kupitia hicho kifaa. Lakini hapo ndani pia kuna moto. Na huyu na dhahabu nayo inatumia hivyo hivyo kwenye tanuru, na kwenye tanuru pia kuna nini? Kuna moto. Hivi vyote. Lakini pia hapa anakuja hivi vyote vinatumika kujaribu. Lakini pia anasema kwamba bali Bwana hujaribu mioyo. Bwana hujaribu mioyo. Kwa hiyo Bwana naye atajaribu mioyo kwa moto, kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu kile cha Malaki. Nikusomee Malaki sura ya 3 mstari wa 3. Nasema, lakini ni nani atakaye stahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto. Yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha. Ni mfano wa sabuni, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Haleluya. Anasema yeye ni mfano. Nitaka pale lile neno moto, nataka nikuonyeshe kwamba moto bado unatumika kwa ajili ya kusafisha fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kama moto atakusafisha. Sema amen. Nasema Roho Mtakatifu kama moto atakusafisha. Ataondoa uchafu wote ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Pigie Mungu Roho Mtakatifu makofi mengi. Lakini pia Biblia imeonyesha hiyo. Hapo nitaka nionyeshe kwamba Biblia imetumia moto kama sehemu au kama namna ya kuonyesha utakaso au usafishaji. Utakaso, usafishaji. Kwa hiyo ni agent, ni kitu kinachotumika kusafisha. Na hapo pia ametaja na sabuni ambayo inatumika kusafisha nguo. Pia Roho Mtakatifu unaweza ukasema ni kama sabuni ambayo inatumika, inapokuja kwangu inatumika kunisafisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usije ukashangaa mtu ana sabuni lakini hataki kusafika. Haleluya. Kwa hiyo kuwa na sabuni tu haitoshi. Kuwa na Roho Mtakatifu haitoshi. Lazima uonyeshe jitihada ya kutaka kuwa safi. Unanielewa? Unanielewa? Yes. Kuwa na Roho Mtakatifu tu haitoshi. Kuwa na sabuni au kuwa na moto nyumbani kwako haitoshi.
kwamba jikoni kuna moto, unaweza ukawa unawaka. Kama haujatafuta kwenda kuutumia, basi moto utaendelea kuwaka na utawaka na utawaka. Kama moto uko jikoni na wewe utaki kwenda kupika, utasema tu moto, chukua chakula hapo nipikie. Unatakiwa ufanye jambo fulani ili moto ukuletee matokeo unayotaka. Kwa hiyo hata Roho Mtakatifu anakutegemea sana, ananitegemea sana mimi. Yuko pale, anaweza kufanya hizo kazi zote, lakini bado ananisubiri. Anasubiri go ahead, anasubiri mimi ni mruhusu. Haleluya. Kuanzia sasa utamruhusu kufanya kazi vizuri. Haleluya. Nasema utamruhusu sana Roho Mtakatifu. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Utamruhusu afanye kazi zako kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema kuanzia sasa utamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi zake kwa wepesi. Sema amen. Sema amen. Piga kelele amen. Piga kelele amen. Utamruhusu Roho Mtakatifu kwa wepesi. Sema amen. Utamruhusu Roho Mtakatifu kwa wepesi. Sema amen. Atafanya kazi zake ndani yako. Sema amen. Atafanya kazi zake ndani yako. Sema amen. Kwenye tabia zako utamruhusu afanye kazi yake. Haleluya. Kwenye nafsi yako utamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi zake. Sema amen. Kwenye ufahamu wako utamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Sema amen. Kwenye mawazo yako utamruhusu afanye kazi yake. Sema amen. Haleluya. Pigie Roho Mtakatifu makofi mengi. Kwa hiyo kwamba ile tumejazwa ni kitu kimoja, lakini yule aliyejaa ndani yetu kufanya zile kazi anazotaka kufanya, bado inakutegemea wewe. Unatakiwa kufanya, unatakiwa kuruhusu, unatakiwa kufanya hiki au kufanya kile, ili Roho Mtakatifu atekeleze majukumu yake. Kuanzia leo utakuwa mshirika mwema wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Nasema utakuwa mshirika mzuri wa Roho Mtakatifu. Sema amen. Utakuwa mshirika mwema usiku na mchana. Utatoa ushirikiano wote atakaotaka. Kama kuna tabia ameiona, Roho Mtakatifu anakuambia unaona hii tabia hii. Sasa unasemaje Roho Mtakatifu? Tuitoe. Haya, tunaitoaje? Atakwambia namna ya kuitoa. Unanielewa? Yes. Wakati mwingine unaweza ikawa ni maumivu, unaweza kuambia hii unaona hivi. Atakwambia acha kuangalia. Kama ni TV atakwambia acha. Sasa hapo utaanza kupambana, unaangalia, shika remote nini. Au kama ni simu atakwambia usibonyeze hiyo icon. Kama ni icon ya YouTube, kama ni icon ya Facebook, hata mwingine atakuzuia, bwana huko sawa, kuna vitu unajua hapa nikibonyeza hapa nakutana na vitu fulani. Sasa Roho Mtakatifu anakuambia usibonyeze. Haleluya. Haleluya. Nasema utakuwa mshirika mzuri wa Roho Mtakatifu. Utatoa ushirikiano mzuri. Nasema utatoa mshirikiano mzuri. Utatoa ushirikiano mzuri kuanzia sasa. Haleluya. Na kadiri unavyotoa ushirikiano mzuri kwa Roho Mtakatifu, ndivyo ambavyo utaona matokeo ya zile kazi ambazo Roho Mtakatifu anazifanya. Ndivyo utaona Roho Mtakatifu kama ni vitu anaunguza huko ndani, utaona vinaungua ghafla, utashangaa siku nyingine unataka kuviwasha havipo. Roho Mtakatifu ameshafanya nini? Ameshaunguza. Kama ni tabia, kama ni mazoea, kama ni vitu fulani. Lakini kuna vitu Roho Mtakatifu pia anataka kuviweka ndani yako. Na wewe utakuwa tayari kuviruhusu ili viweze kuingizwa. Sema asante Roho Mtakatifu. Sasa moto kwenye Biblia pia umetumika kuonyesha hukumu na ghadhabu ya Mungu. 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 Kwa hiyo hukumu na ghadhabu ya Mungu. Angalia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 24. Hapo tunaona habari yenye very interesting. Sura ya 19 mstari ule wa 24. Biblia inasema kwamba ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na Gomora, juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Asema ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Kiberiti na moto. Kiberiti. Sema kiberiti. Sema kiberiti. Si unajua kiberiti? Ukichukua kiberiti ukikutanisha na moto, nini kinatokea? Ni mlipuko. Si ndio hivyo? Yes, ni mlipuko. Ni kama bomu. Na kwa kweli bomu, kwa sababu kiberiti
ni asili kama ya baruti, kitu kinachoweza kulipuka, kitu kinachoweza kushika moto, kwa kitu kinachoshika moto na kinakuwa na hali ya kulipuka kama baruti fulani hivi. Kwa hiyo kile kinachoweka kwenye njiti ya kiberiti ili iweze kupaka ni namna au ni jamii fulani ya baruti kidogo, inawekwa pale kitu kidogo tu kwa ajili ambacho kiko salama. Kwa hiyo anaposema kwamba kiberiti kikashuka na moto ukashuka, utegemee kulikuwa na mlipuko. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mlipuko. Hapo anapiga uovu, anapiga dhambi, anapiga uasi, hapo sasa moto anautumia to execute judgment, kwa ajili ya kutekeleza hukumu dhidi ya uovu, hukumu dhidi ya ubaya. Kwa hiyo ile Biblia inatuambia kwamba hiyo Sodoma na Gomora ikapigwa moto na kiberiti kwenye kitabu cha Mwanzo. Lakini pia kwenye kitabu cha Mathayo, ngoja nikuonyeshe Mathayo sura ya 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 25. Sura ya 25 huwa ni sura ambayo inaongelea habari za siku za mwisho. Sura ya 25 ya kitabu cha Mathayo, ukisikia tu hiyo ujue ni habari za siku za mwisho. Mstari ule wa 41. Mstari wa 41. Mstari wa 41 Biblia inasema kwamba kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekwa tayari, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Asa kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, enendeni mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Sasa usikize, huu moto wa milele hakuwekewa tayari binadamu. Sawa jamani, Biblia inatuambia huu moto aliwekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Unaelewa hiyo Kiswahili? Sawa jamani. Kwa hiyo yule ziwa la moto, ile Jehanamu, haikuwekwa pale kwa ajili ya watu, lakini watu wataenda kule, wale waliomshangilia na waliopendezwa na shetani na malaika zake, wale waliopendezwa na kazi za shetani na malaika zake na wakaamua kuzifuata, hawa ndio wataambiwa mwisho, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa. Kwenda kwenye ziwa la moto ni kwa waliolaaniwa, na hawa wataenda huko. Moto pale utatumika kama njia ya kuadhibu, kama njia ya kutekeleza hukumu, kama njia ya kupiga uovu na uharibifu, kama njia ya kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha moto unatumika kama kwa ajili ya kama njia ya Mungu kutekeleza hukumu na kuonyesha ghadhabu yake au hasira yake. Na hapa moto wa ziwa la milele, ziwa la Jehanamu, ziwa la moto hili, anasema huu moto amewekewa Ibilisi na malaika zake, lakini watu wataambiwa na ninyi nendeni huko, kwa sababu mlipendezwa na Ibilisi na malaika zake. Wewe sema mimi, sema mimi, sema mimi, moto wa milele sio fungu langu. Sema sio fungu langu. Nasema moto wa milele sio fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Moto wa milele sio fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Moto wa milele sio fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Jehanamu sio fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Usiitafute kwa nguvu na juhudi katika jina la Yesu Kristo. Nasema usiitafute Jehanamu katika jina la Yesu Kristo. Usiitafute. Tunaelewana? Kwa sababu sio ya kwako. It was not designed for you. Haikukusudiwa, haikulengwa kwa ajili ya mwanadamu, isipokuwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake. Kwa hiyo wale ambao wanawafuata Ibilisi na malaika zake, mapepo, kwa njia ya dhambi na dini hiyo, basi mwisho wa siku unaona anawaambia hawa watu, huyu ni Yesu anawaambia hawa watu nini? Ondokeni, nendeni kule
kwa sababu mlipendezwa na mambo ya shetani. Hilo halitakuwa fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Wewe utajazwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atakutakasa. Sema amen. Nasema kama hujatakaswa na Roho Mtakatifu, ziwa la Jehanamu ni fungu lako. Unanielewa? Kama hujatakaswa na Roho Mtakatifu, kama hajakutenga Roho Mtakatifu, basi unajua moto wa Jehanamu ni fungu lako, ndio makao yako ya milele, ndio makao yako ya milele. Lakini wewe unayenisikiliza umepata akili, huwezi kwenda huko. Haleluya. Nasema umepata akili katika jina la Yesu Kristo. Akili yako ni ipi? Roho Mtakatifu nitakase, Roho Mtakatifu nitakase, Roho Mtakatifu nitakase. Na unatoa ushirikiano ili utakase. Bwana Yesu asifiwe. Unatoa ushirikiano ili utakase. Na ndivyo Mungu anavyotaka kufanya kwenye maisha yetu. Haleluya. Ndivyo Mungu anavyotuepusha, kwa sababu huu moto kama haukutakasa, huu moto kama haukutakasa, haukusafisha, mwisho utaunguza milele. Ukikwepa utakaso wa huu moto, mwisho kuna moto mwingine utakuja kuunguza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ukikwepa kutakaswa kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa sababu ya kuipenda dunia, ujue kuna moto mwingine unakusubiri kule. Kwa hiyo moto ni kitu ambacho unahitaji sasa. Unahitaji aidha kwa uzuri au kwa ubaya. Na kama unapata akili hii ya Roho Mtakatifu, basi moto utafanya kazi ya uzuri kwenye maisha yako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kama moto haukukutengeneza utakuharibu. Wewe fungu lako liwe kutengenezwa kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen ya sauti. Amen yenye nguvu. Kama moto haukukutakasa, moto utakuteketeza. Wewe fungu lako ni kutakaswa. Haleluya. Nasema fungu lako ni kutakaswa. Haleluya. Kama haukutengenezwa kwa moto, moto utakuharibu. Wewe utatengenezwa katika jina la Yesu Kristo. Hautakuwa miongoni mwa wale watakaoharibiwa kwa moto. Sema amen. Hautakuwa miongoni mwa wale watakaoharibiwa kwa moto. Sema amen. Hautakuwa miongoni mwa wale watakaoharibiwa kwa moto wa milele. Sema amen. Wewe utatengenezwa kwa moto wa milele. Utatengenezwa kwa moto wa milele. Huu ni moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu utakutengeneza. Haleluya. Na ukitengenezwa kwa moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Jehanamu hautakutamani. Moto wa Jehanamu hautakutaka, kwa sababu wewe mwenyewe umetengenezwa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunaenda pamoja. So you have to choose. Taki uchague moto. Lakini moto ndio maisha. Kama hukubali moto kutengeneze, basi umechagua moto ukuharibu. Lakini wewe utachagua kutengenezwa kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho Mtakatifu ni moto ulao, utakutengeneza. Utaingia ndani yako, utasema moto wa Roho Mtakatifu nitengeneze. Moto wa Roho Mtakatifu nifinyange. Utakula humo ndani tabia mbaya, utakula dhambi, utakula tamaa mbaya, utakula mawazo mabaya, utakula hisia mbaya, utakula maneno mabaya yaliyoko ndani yako, utakula matendo mabaya yaliyoko ndani yako. Na unapokula hayo mabaya, unatengenezwa, unakuwa mpya. Haleluya. Piga makofi kwa ajili ya moto ulao. Kwa hiyo moto ni alama, moja ya alama kuu zinazotumika kumwonyesha Roho Mtakatifu Mungu. Zinatumika kumwonyesha Mungu Roho Mtakatifu. Na tunapotumia moto, tunapojifunza kuhusu moto, inatusaidia kujua mambo hayo. Kwa hiyo habari hiyo pia juu ya hukumu na ghadhabu unaweza ukaisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari ule wa 8. Lakini pia, hebu sema lakini pia, moto umetumika kama source of light. Fire is a good source of light. Moto ni chanzo cha mwanga, ni chanzo cha nuru. Lakini pia moto, yes. Ukiangalia kitabu
kitabu cha Kutoka. Wewe nikuonyeshe hiyo alafu tumalize. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 13, kitabu cha Kutoka sura ya 13, unaweza ukaangalia mstari ule. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 21. Ni kitabu cha Kutoka, ni kitabu cha Kutoka sura ya 13. Umeiona sura ya 13? Naomba uende mstari wa 21. Mstari wa 21. Okay, ule pale. Umeuona mstari wa 21. Bwana naye, okay, mstari wa 21. Bila sema kwamba Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na wapate kusafiri ili wapate kusafiri mchana na usiku. Hasa kwamba ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Ile nguzo ya moto usiku, kwa sababu iliwapa nuru wapate kusafiri usiku, na mchana asawa. Sasa hapa inaonyesha kwamba huu moto unaweza ukatumika kutuonyesha njia, kuonyesha njia. Kumbuka usiku unapotembea unahitaji mwanga. Chukua tochi unamulika ili uweze kuona njia yako, sio ukanyaga shimo, ukanyaga nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na Mungu aliwaongoza watu wake wa usiku. Kulikuwa na nguzo. Hii nguzo mchana ilikuwa ni wingu, usiku hii nguzo ikawa nini? Moto. Na usiku moto ukatoa nuru, watu wakaona, ikawa ni kama mchana. Kwa hiyo watu wakasafiri, wakaona njia, wakaendelea na safari zao vizuri. Na kwa hiyo tunaona kwamba hii nguzo ikawapa moto, na ule moto ukatengeneza nuru. Kwa hiyo moto unaweza ukatumika kuonyesha njia, kuweka nuru na kuonyesha njia. Roho Mtakatifu kama moto ataweka nuru ndani yako. Utaona njia ya uzima, utaona njia ikupasayo kuipita, utaona njia ikupasayo kuiendea, utaona njia hata kwenye mazingira magumu. Roho Mtakatifu ndani yako will describe your spiritual pathway. Ataeleza, atafafanua njia yako ya kiroho ya kupita, na atakuongoza kwenye hiyo njia. Kwa hiyo usiku na mchana, wewe uwe umelala uwe macho, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako yuko pale ili kuhakikisha kwamba unafanya sawa sawa. Kama uko kazini unaenda katika njia za Bwana, si ukapotea njia. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu atahakikisha usipotee njia kwenye kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kama moto atatoa nuru, na kama nuru itaangaza, na kama nuru itahakikisha unaona, na katika kuona utaona ya kupasayo, utaona njia ikupasayo. Hautapotea njia, hautafanya maamuzi ambayo sio sahihi, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuangaza, atakwambia fulani pita hapa, fulani pita hapa, fulani pita hapa. Kwa hiyo kwa njia ya moto na kutoa kwake nuru, anafanya kazi ya uongozi, anafanya kazi ya kukuongoza, na afanya kazi pia ya kukulinda in that form. Kwa hiyo Mungu Roho Mtakatifu ndani yako atakuonyesha njia. Sema atanionyesha njia. Nasema atakuonyesha njia katika jina la Yesu Kristo. Kuna mambo mengi unawaza, unafikiri, unasema nifanyeje, niamueje, niseme ndio, niseme hapana, niende au nisiende, nifanye biashara gani, nifanye kazi gani, nini kinatakiwa kifanyike nyumbani kwangu, au nini nipeleke wapi, niende kule, au sasa huyu atakuonyesha, anayo hiyo kazi ya kukuonyesha njia. Atakuonyesha pita hapa, alimradi utafute kwake njia. Mwambie Roho Mtakatifu nionyeshe njia. Haleluya. Na zaidi ya yote atakuonyesha ile njia
ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Siku zote Holy Spirit will point one towards Jesus. Roho Mtakatifu atakuonyesha hata kama ni kibao, atakuonyesha njia ya Yesu ambayo ni njia ya uzima, njia ya Yesu ambayo ni njia ya amani, njia ya Yesu ambayo ni njia ya furaha, njia ya Yesu ambayo ni njia ya mafanikio. Atakuonyesha njia ya kupata faida. Roho Mtakatifu atakuonyesha. Yuko tayari. Haleluya. Yuko tayari, ni wewe tu. Na hivi ninavyosema, watu wengine wanasema itakuwaje? Ndio hivyo, wewe mwambie tu Roho Mtakatifu, nionyeshe njia. Mara nyingi tuna miss leading yake kwa sababu tunakaa kimya, hatuulizi. Unanielewa? Do you know where do you miss a point? Katika kesi nyingi tulizonazo tunabaki kimya. Unabaki kimya. Au ukiuliza ni mara moja tu, alafu unaendelea kuhangaika huko kwingine, wondering, mawazo uchoki. Lakini kumuuliza Roho Mtakatifu unachoka. Unaweza kaamua tu kupiga kambi pale. Roho Mtakatifu nionyeshe. Mawazo yanajaribu kukimbia kwa Roho Mtakatifu niambie. Alafu akikwambia utaelewa tu. Bwana Yesu asifiwe. Utaelewa. Huyu ndiye yeye atakapokuja kwa ana namna zake za kufanya uelewe kwamba ni yeye. Akishaona commitment ulionayo ya kutafuta kwamba akuonyeshe njia, akusaidie kuona au kuona mlango, akishaona hiyo commitment ya kutosha ndani yako, hakika atakuonyesha na atatumia njia yoyote ile kukufanya uelewe kwamba amefanya nini, amenionyesha. Haleluya. Uko tayari kubaki naye kwa muda ili akuonyeshe? Ukumbuka jinsi tulisema katika kuongozwa na Roho Mtakatifu, kati ya mambo ni uvumilivu, kusubiri. Haleluya. Tulisema kwamba yale mambo ambayo vile vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo ili kufacilitate ili ya kuonyeshwa au ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuonyeshwa njia. Hapo ndipo inapokuja kwamba uwe tayari kusubiri. Uwe tayari kusubiri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ukimpa hiyo value kwamba nitamsubiri hapa, sina haraka ya kutoka kituoni kwa sababu njia siwezi kwenda huko. Yaani unajua siwezi kufika. Kwa hiyo lazima nimsubiri anipe majibu, nimsubiri anionyeshe njia, nimsubiri afanye maamuzi, nimsubiri. Utasubiri pale kituoni. Kwa Roho Mtakatifu ukimpa hivyo, utamsubiri, atajua okay, kwa kweli huyu amekaa kitu. Wakati mwingine tu anataka kujipima. Ndio huo moto. Anasema imani yenu inapimwa kwa moto, kwa kusubiri tu. Sasa mara nyingi tunakuwa na haraka. Tunaona kama uongozi wa Roho Mtakatifu haiwezekani kwa sababu tuna haraka. Na kwa sababu ya zile haraka tuna miss, tunapotea, tunahangaika, tunaingia chaka, tunafanya hivi na hivi. Taabu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Roho Mtakatifu makofi mengi tunapomalizia kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 18 hadi mstari ule wa 20. Lakini pia nikusomee kitabu cha Wafalme wa kwanza, na labda hii nisome hii alafu tumalize kitabu cha hiyo, utaisoma mwenyewe. Lakini Mungu alishuka kwenye ule mlima wa Sinai kama moto. Mlima mpaka watu wakamwambia Musa, nenda, hii kitu hatuiwezi, nenda mwenyewe, atakayokuambia yote sisi ameshuka kama moto, ni moshi, ni ngurumo, ni radi. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia moto pia kuonyesha, to show his might, to show his might that I am almighty. Mimi ni Mungu mwenye enzi, mwenye uweza wote. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18. Wafalme wa kwanza sura ya 18. Unaweza ukaona ule mstari wa 38. Mstari wa 38. Mstari wa 38 ni wakati Elia anapambana na manabii wa uongo. Elia anapambana na manabii wa uongo, na ule mstari wa 18 Biblia inasema kwamba ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza, ukashuka. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo, yale maji yaliyokuwamo katika mifereji. Yani unakumbuka walikuwa na mashindano kati ya Mungu wa Elia na Mungu wa Baali.
na makuhani wao. Wakasema sasa tuone yule Mungu ajibuye kwa moto, huyo ndiye Mungu anayetakiwa kuabudiwa. Wakasema sawa sawa. Na wale jamaa hawakuwa na shida kwa sababu wanajua labda Baali alishawahi kujibu kwa moto. Lakini kwa wakaweka pale. Sasa tunafanyaje? Wekeni hapo. Wekeni sadaka yenu afu muite Baali aje kwa moto. Wakaweka sadaka pale na nini, sadaka yao nzuri. Wakaita Baali, Baali haji. Wakaita Baali, Baali haji. Wakajichana chana na damu zao pale, wakaongezea nguvu na nini, wakajichana chana Baali, Baali njoo, Baali haji. Haleluya. Kwa hiyo wakapambana pale wale makuhani wale wachawi wale wa Baali. Wakapambana na uchawi wao pale, wakafanya, ilikuwa ni show ya aina yake, wachawi na watu wa Mungu. Wakapambana wale makuhani wale wa Baali wale na nguvu zao za giza, wakashinda. Basi baada ya akamwambia jana, mwamsheni labda amelala. Mwamsheni labda ameenda vacation, labda amesafiri kidogo na nini, au amepumzika Baali nini, au anakunywa juice. Haleluya. Haleluya. Hawakujua kulikuwa na agent wa Roho Mtakatifu yuko mahali pale. Haleluya. Yes. Elia alikuwa amesheheni Roho Mtakatifu. Unanielewa? Kiasi cha Mungu uliyebeba ndiye anayetoka kufanya mambo yako. Usifikiri Mungu aliye mbinguni ndiye kile kiasi, the measure of God you carry. Kipimo cha Mungu ulichobeba ndicho kinachoonekana wakati wa mateso, wakati wa shida. Unanielewa? Ndio maana manifestation za Mungu zinatofautiana kati ya individual na individual. Mungu ni yule yule mwenye uweza wote na nguvu zote, lakini mnaweza mkawa mko hivi, lakini Mungu anavyoonekana kwa huyu anavyoonekana kwa nini tofauti nini? Ni yule Mungu ambaye umeweza kumchukua kwa imani na kukaa naye. Yaani yule aliyeko ndani yako ndiye anayekutetea, ndiye anayekupigania. Wewe ukisubiri Mungu aliyeko mbinguni ndio akutetee, ndio akupiganie, it will be too late for you. Kwa sababu amesema anakaa ndani yako. Kwa hiyo kama ameshindwa kukaa ndani yako, usitegemee siku ya shida utamuita aje, kwa sababu hata kumuita kwenye siku kama unajua namna anavyoitwa. Sijui kama umeshindwa kumaccomodate ndani yako, anataka akae ndani yako, aishi na wewe. Na wewe kwa sababu ya maisha yako umemfukuza, umesema Mungu kaa huko mbinguni. Tutakuwa tunakutana wakati wa shida. Hatari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapa baada ya wale manabii wa Baali kuita ikashindikana, Elia yuko pale akamwambia sasa tulieni. Nikusanyikieni. Bila sema akaitengeneza madhabahu ya Mungu iliyovunjika. Madhabahu ya Bwana. Akatengeneza pale, akaweka mawe 12 kwa kabila 12 za nini, akaweka nini, akatengeneza na sadaka na ng'ombe wake pale, akaweka pale juu. Watu hapo, watu wanasubiri. Unajua wale watu, akawauliza wale watu kwamba ikiwa Mungu akaambia wale watu ikiwa Mungu ndiye, ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuate, muabudu. Wale watu wakabaki kimya, hawajui Mungu huyu ndio Mungu wa kweli, Bwana ndiye Mungu wa kweli au Baali. Walishachanganywa na mfalme wao na watu wao walikuwa wanaabudu miungu hiyo. Kwa hiyo hadhi ya Mungu na heshima ya Mungu ilikuwa imeshuka. Watu walikuwa hamuoni kama Mungu tena mwenye nguvu. Sasa akawaambia sawa, sasa njooni. Akaweka pale, akatengeneza na wakasema sasa tumuite wewe, mwageni na maji. Wakamwaga maji, pipa la kwanza, pipa la pili, pipa la, wakajaza maji pale, maji. Sio unajua maji yanazima moto, sio unajua? Alikuwa anataka kuwaonyesha nguvu za huyu Mungu wa mbinguni. Haleluya. Kwamba akishuka kama moto, sio kama moto wenu huu unazimwa na maji. Huu ni moto ambao hata maji hawezi kuyakaribia. Kwa hiyo akaita, Biblia inasema moto ukashuka. Haleluya. Moto ukashuka, ukayaramba ile sadaka, ikaliwa yale maji na mawe na mavumbi, kila kitu pale kikaliwa. That consuming fire, moto ulao ukajionyesha pale, kala ng'ombe, kala maji, kala mawe, kala zile kuni, kala kila kitu kilichokuwepo pale. Watu walipoona vile wakapiga magoti, wakasema Bwana ndiye Mungu
Huyu ndiye wa kuabudiwa, huyu ndiye wa kutukuzwa, huyu ndiye wa kuinuliwa. Haleluya, haleluya. Naomba Mungu ashuke kwenye maisha yako kama moto wa aina hii. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kama kuna kusitasita ndani ya moyo wako leo, Roho Mtakatifu ashuke kama Mungu, kama moto, ukamalize kusitasita, ukamalize kusitasita, ukamalize kusitasita, ukamalize kusitasita, ukamalize kusitasita, ukamalize kusitasita. Ashuke kama moto, ashuke kama moto katikati ya wachawi, katikati ya uganga, katikati ya ugonjwa, katikati ya umaskini, katikati ya mateso, katikati ya shida uliyo nayo. Roho Mtakatifu Mungu ashuke kama moto ulao, ashuke kama moto ulao, ashuke kama moto ulao. Afanye jambo litakalo kufanya wewe umsujudie, litakalo fanya watu wote wamgeukie Bwana. Ukoo wako umgeukie Bwana. Wanaomkataa, wasio tayari kuokoka wapate kuokoka, wasio tayari kuokoka wapate kuokoka, kwa sababu amejifunua kwao kama Mungu alaye, kama moto ulao, kwa nguvu nyingi, kwa uweza mwingi, kwa miujiza mikubwa isiyotendeka kwa namna ya kawaida. Haleluya, haleluya. Nasema Roho Mtakatifu ashuke kwako leo kama moto ulao, ukamalize hali ya njia panda, ukakutoe kwenye njia panda, ukakutoe kwenye njia panda, ukatoe imani yako kwenye kutokuelewa, niende au nisiende, niendelee na Bwana au nisiendelee. Imani ile inayo sita, utolewe kwenye hali ya kusita. Watu wengi wa kwenye hali za kusita. Kuna matatizo ya kifedha, matatizo ya kibiashara, matatizo ya ndoa, matatizo ya kiafya, matatizo ya kiuchumi, matatizo kwenye kampuni yako, kwenye taasisi yako, shida mbalimbali, changamoto mbalimbali zimekufikisha mahali ambapo unasema kweli yuko au hayupo, anaweza au hawezi. Leo Roho Mtakatifu ashuke ndani yako kama moto ulao, utakaomaliza ubishi kati yako, utakaomaliza ubishi ulioko ndani yako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu Mungu anapokuja kama moto wenye nguvu kumaliza ubishi, kumaliza ubishi. Labda mpo kila siku unapeleka, unapambana na wachawi, unapambana na waganga, unapambana na hayo mapepo, unapambana nayo na nini, basi umepambana nayo. Lakini mwambie Mungu leo upige pigo ambalo litamaliza ubishi. Haleluya, haleluya. Baada ya pale, wale manabii 430 walikuwa na manabii 430 wale wa Baali, walikuwepo na manabii wa miungu mingine. Kulikuwa na manabii wa aina mbili pale, lakini idadi yao ilikuwa inazidi 400 na kitu. Wale wote Elia akawakamata, akachukua, akapeleka mahali, akapiga panga. Unashangaa kwa nini? Wameparalyze, hawezi. Roho Mtakatifu, kuna ngebe zitakatwa kwenye maisha ya watu. Haleluya. Atamaliza ubishi, atakata ngebe. Atamaliza ubishi. Hebu inua mkono wako. Baba, utukuzwe, uinuliwe. Yeyote anayesikiliza ujumbe huu, kuna ubishi unaendelea kwenye maisha yake. Inawezekana kwenye afya, kuna ubishi, afya yake na goma, taka kupona aponi, mara amepona leo, kesho imerudi, anafanya hivyo, wanampiga tu au wachawi, anapona, anaenda kila siku yuko hospitali kwa sababu ya kuna ubishi unaendelea kati yake na wachawi, kati yake na mizimu. Kuna ubishi unaendelea kati yako na mizimu ya upande wa mama yako. Asema utaolewa, wewe unasema nitaoa, taolewa, sitaolewa. Yaani kuna ubishi unaendelea kwenye biashara. Unajaribu kufanya biashara lakini hakuna mambo. Kuna ubishi unaendelea kwenye shule yako, kwenye taaluma yako. Kuna ubishi unaendelea kwenye ujuzi wako. Kuna ubishi unaendelea kazini kwako. Ni mafarakano tu, wanataka kukufukuza kazi, kuna ubishi unaendelea kwenye eneo fulani la maisha yako, kwenye huduma, kwenye kanisa. Mungu anasema kanisa likue, lakini kuna ubishi unaendelea. Leo Roho Mtakatifu anateremka kama moto, unaokuja kumaliza ubishi, unaokuja kumaliza ubishi, kuonyesha ya kwamba yuko Mungu mwenye nguvu, yuko Mungu ajibuye kwa moto. Anateremka
kwenye nyumba yako, anateremka. Ule ubishi unaendelea kwenye ndoa yako, ivunjike isivunjike, tuachane tusiachane, riaka poposika. Ule ubishi unaoendelea kwenye taasisi yako, wakufukuze kazi wasikufukuze kazi. Ule ubishi unaendelea kwenye biashara, ule ubishi unaendelea kwenye huduma, nimtumikie Mungu au nisimtumikie Mungu, nimtumikie Bwana au niende kwenye biashara. Kuna ubishi unaendelea. Bwana anasema hiki, mizimu inasema hiki, Bwana anasema hiki, wachawi wanasema hiki, Bwana anasema hiki, waganga wanasema hiki, Bwana anasema hiki, dunia inasema hiki, Bwana anasema hiki, vinyamkera vinasema hiki, Bwana anasema hiki, majini mahaba, wakuu wa giza wanasema hiki. Kuna ubishi kati yako na wakuu wa kieneo na wakuu wa giza unaendelea leo. Baba, kama uishivyo, teremka mahali hapa, teremka kwa huyo mtu popote pale ulipo. Roho Mtakatifu, teremka kama moto ulao, teremka kama moto, teremka kama moto, ufanye jambo. Mimi sijui utafanya jambo gani. Wakati wa Elia ulilamba maji, ulilamba kuni, ulilamba ile sadaka, ulilamba na yale mawe, ukalamba na lile vumbi lote, ukamaliza kwenye maisha huyo mtu. Sijui Bwana utamaliza huo ubishi kwa staili gani. Utaramba ugonjwa, utaramba mateso, utaramba kudharauliwa, utaramba ujinga, utaramba hali ya umaskini, utaramba hiyo laana, utaramba hiyo laana ili kumaliza ubishi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kuna ubishi ambao Mungu anaumaliza leo. Wamesema hautapata hela, hautapata utajiri. Unahitaji, Mungu amesema atakutajirisha kwa vitu vyote, lakini wamekaa mahali wamesema ya kwamba hautapata utajiri. Leo huo ubishi kati yako na wao unakwisha, kati yako na mizimu. Wanasema Mungu amekuita umtumikie, mizimu inakataa, inasema hautamtumikia Bwana. Wewe unasema nitamtumikia. Kwa hiyo mnavutana tu. Leo Mungu anakuja kumaliza ubishi uliopo kati yako na mizimu, ubishi uliopo kwenye maisha yako, kila aina ya ubishi Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa struggle na mauti, wanasema watakuua, wanasema watakuua, wanasema mtu tutamuua, na Mungu anasema hautakufa. Leo ule ubishi kati yako na kaburi, ule ubishi, kila wakati unachungulia kaburi, kila wakati unachungulia kaburi, unachungulia kaburi. Leo ule ubishi unakwisha, ule ubishi unakwisha. Angalia huyo, angalia mtu huyo, angalia huyo, angalia huyo, msaidie. Katika jina la Yesu Kristo, katika msaidie tu, msaidie huyo. Wewe endelea tu katika uwepo wa Mungu. Leo tumesema Mungu anamaliza ubishi. Mungu anakata ngebe. Mungu alikata ngebe za miungu ile, wale manabii zaidi ya 430, wale manabii wa Baali, wale manabii wa Baali wa miungu ile, Mungu alikata ngebe zao. Leo kuna ngebe za shetani zinakatwa kwenye maisha ya mtu. Kuna ubishi, kuna kisirani cha shetani, kuna jeuri ya shetani, kuna kiburi cha shetani, kuna kiburi cha mapepo, kuna kiburi cha fedha, kuna kiburi fulani cha mateso kinaenda kukatwa kwenye maisha yako. Watu wamekuwa vutana na wewe, ile mivutano ambayo imekuwa inaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Leo Mungu kwa uwezo wa roho wake, kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kama moto anashuka ili kumaliza ubishani, kumaliza mivutano. Anashuka kuamua ya kwamba yeye ni Bwana, ya kwamba yeye ni muweza, ya kwamba yeye ni mtakatifu, ya kwamba yeye anaweza kukubariki, ya kwamba yeye anaweza kukupa pesa, ya kwamba yeye anaweza kukupa mtoto, ya kwamba yeye anaweza kukupa uzao, ya kwamba yeye anaweza kukupa baraka, ya kwamba yeye anaweza kukupa mme, anaweza kukupa mke. Ule ubishi unaoendelea kuhusu kazi yako, leo Roho Mtakatifu anakuja, anamaliza ule ubishi, anakupa kazi ya ukweli, anakupa kazi ya ukweli, anakupa mme wa ukweli, anakupa mme wa ukweli, anakupa biashara ya ukweli, anakupa faida ya ukweli, anakupa huduma ya ukweli. Katika jina la Yesu Kristo unapiga hatua, unapiga hatua. Ndoa yako inatoka kwenye ubishani, ndoa yako inatoka kwenye ubishani, ule ubishani ambao umeendelea kwenye ndoa yako kwa muda. Leo Mungu anaumaliza, anamsambaratisha, analamba kila kitu katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu kwa uweza wako, ni kwa jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi mengi. Piga makofi kwa Mungu anayemaliza ubishi, anayemaliza mashindano ya kiroho. Amemaliza mashindano uliyokuwa nayo na nguvu za giza, amemaliza mashindano uliyokuwa nayo na mizimu, amemaliza mashindano uliyokuwa nayo na ulimwengu wa kichawi na kiganga,
amemaliza mashindano uliokuwa nayo na wakuu wa giza kwenye eneo lako, wakuu wa giza kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako. Anamaliza hayo mashindano kwa moto, kwa moto unaoteremka, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto ambao Bwana ameuteremsha. Unaendelea kumaliza mashindano, unakata maneno, unakata ngebe za ibilisi, unakata kiburi cha ibilisi, unakata kisirani chake katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana Yesu makofi mengi. Pe tena Yesu makofi mengi. Pe Bwana makofi mengi. Pe Bwana, mpe Bwana, mpe Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante Yesu, asante Yesu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya message ya siku ya leo, na tunashukuru kwa huduma yote hii. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya watu uliowafungua, kwa ajili ya watu uliowaponya. Tunashukuru kwa ajili ya watu uliowaokoa, kwa ajili ya watu ulioweka huru, walioko mahali hapa, wale wanaotufuatilia online popote pale walipo. Tunasema asante Mungu. Usifiwe, utukuzwe. Sifa ni zako, utukufu ni wako, heshima ni yako na adhama ni yako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.